الله يعلم أني شوقا كثيرا وافيا. Ni mashindano ya kuhifadhi Qur'ani takatifu ambayo yameandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA katika mkoa wa Simiyu. Mamia ya waumini wa Kiislamu katika mkoa huu wameshiriki mashindano haya ambayo yamefanyika hapa mjini Bariadi na kushirikisha vijana takriban 30 ambao wamechuana kuhifadhi Qur'ani. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad liyakulu min thamarihi wama 'amilathu aydihim. Kupitia mashindano haya, Shehe Mkuu wa BAKWATA mkoa wa Mwanza, Hassan Kabeke, anatumia nafasi hii kukemea kauli zenye viashiria vya kutoweka kwa amani kutoka kwa wanasiasa nchini katika kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Ziko kauli chafu na mbaya tumeanza kusikia kwenye kipindi hichi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Kauli yoyote ambayo inaashiria kuvunja amani ya nchi, tuwe watu wa kwanza kuikataa, na sio kuikataa tu, kulaani kauli hiyo, na tutoke kifua mbele tuseme kwa hili hapana, kwa sababu msingi wa maisha yetu ni amani na utulivu. Nikiwa kiongozi wa dini, naomba niwahusie viongozi wa siasa, ikiwa mtataka nyinyi wanasiasa kwamba Tanzania wanasiasa ndio waiamulie na kwa matakwa yao yasiyofaa baadhi yake ndio yaamue mustakabali wa nchi, hili ni tatizo. Wanasiasa, fanyeni siasa zenu za kistaarabu. Tunakwenda kwenye uchaguzi, tuhakikishe tunaingia kwenye uchaguzi kiungwana, kistaarabu. Kwenye kampeni tuzungumze lugha nzuri, tuhakikishe kwamba sisi siasa isiwe sababu ya kuvunja amani ya nchi yetu. Watoto wetu hawa kazi unaoifanya ni nzuri, kwa sababu wakiendaenda kwenye mitaa mingine tunakuwa na taifa la ajabu sana. Wakianza kupata mafunzo na mafundisho wakiwa wadogo hivi, hakika tunakuwa na taifa stamilivu ambalo lina amani, utulivu na mshikamano bila kujali tofauti za kidini kati ya mtu na mtu. Na wewe umekuwa mfano mzuri kwa namna ambavyo unaishi na viongozi wengine wa dini na madhehebu mengine. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kielelezo cha kusema siku zote amani kwanza. Hivyo kila mwananchi ana wajibu wa kulinda amani. Tusikubali kwenda kwenye mafarakano au mambo ambayo yataenda kuvunja amani tulionayo leo. Tumejumuika hapa, tunafuturu, tunazungumza kwa upendo kwa sababu taifa letu lina amani. Sasa ni jukumu la kila mmoja aliyoko hapa. Utakapotoka hapa, nenda kazungumze na wengine. Amani ikawe ni kipaumbele chetu. Katika haya mashindano ya Qur'ani, kwanza tunawafundisha vijana wetu hawa, kwanza ni kuwatengeneza imani zao, pia kuwaelimisha mambo mabaya na mambo mazuri. Tunawaelimisha namna kumcha Mwenyezi Mungu na pia kuachana na mambo machafu kama tabia mbaya za wizi, tabia mbaya za udokozi, tabia mbaya za mavazi na vinginevyo ambavyo Mwenyezi Mungu havitaki. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.